Crazy Rocket, now available on PMBet. Onyesha kwamba wako serious kwenye hiyo campaign, wamefika mpaka CAS kwa ajili wameenda kuiomba CAS iwape taarifa bodi ya ligi ili waweze kusitisha upangaji wa tarehe wa mchezo wa marudiano. Dabi haipo kwa mujibu wao, ila wanahitaji uhalali ili tarehe isiweze kupangwa. Kwa maana hiyo wamefika CAS ili CAS waweze kulisimamia hilo. Vitu vinazidi kuwa vigumu. Ukitazama Justa, kuna athari kubwa sana itajitokeza. Athari? Yes, endapo mchezo utachezwa. Utachezwa hautachezwa. Kwa sababu kwanza timu zilizoshuka daraja kama sasa hivi tayari kabisa official kwenye Gold washashuka daraja. Na nimeona msimamisho wa wachezaji kama 5. Yes, ambao miongoni mwa wachezaji hao ni pamoja na kina Selebwenzi na akiwemo pia na kocha wa viungo kwa Selemani Mwambungu. Lakini nimemsikia Kabaya amezungumza, amesema kwamba kuna maslahi yake ambayo alikuwa anadai kama binadamu, alichoka akaamua kufanya tatizo la kinidhamu zaidi. Yes, kwa hiyo unakuta ligi isipochezwa kama Ken Gold, kwanza unahesabika ni msimu ambao haupo. Kwa sababu timu haiwezi kushuka daraja, wala timu zilizopanda kama Mtibwa ambao wana 99% ya kupanda hawawezi kupanda. Italeta shida pia hata kwenda kwenye mashindano ya kimataifa msimu ujao. Sawa, tuna nafasi ya kupeleka timu 4. Inawezekana ikawa rahisi timu ya 3 na 4 kusema fulani na fulani, lakini wa pili na kwanza ni nani? Okay, na bingwa mwenyewe pia ni nani? Na mfungaji bora pia wa ligi ni nani? Unajua? Kwa mimi naamini, imani yangu mimi ni kama imani ya bodi ya ligi, wao bodi ya ligi votuambia kwamba mechi ipo, tusubiri tarehe itakayotajwa, kwa sababu ligi inatakiwa ishe tarehe 25 mwezi Mei. Leo ni tarehe 24 ya mwezi April. Kwa mimi naamini tu mechi ipo, tusubiri tu, ratiba itawekwa hadharani na kila mmoja ataona, tutaenda kucheza mpira. Okay. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Ambacho wamekifanya Yanga, of course ni kitu kizuri siku ile. Ilikuwa ni tarehe 8? Kipi hicho? Mwezi wa 3. Cha wao tuseme kwenda uwanjani. Lakini wameenda uwanjani hawajakutana na officials yoyote kutoka federation, kwa maana ya TFF, lakini pia kutoka bodi ya ligi kwa maana usimamizi wa mpira. Ingekuwa wameenda uwanjani, wamekutana na refaria la Liga ambaye ndo alipangwa siku ya mechi, wakapokelewa, wakatraini, kada zeda ya 15, Arajiga yupo, mzee wangu, hiyo nilikuwa ishi nyingine. Lakini Yanga wameenda pale, wako wenyewe jukwani hapo, kina Alikamwe, kina Jimmy Kindoke, sijui nani, wamekaa pale, wamewashagala, muondoka. Okay. Kwa imani yangu mimi naambia mechi ipo. Imani yako inakuambia kwamba hata hii rufaa ambao wameikata hawatoshinda. No. Rufaa kukata, mimi kimsingi wametimiza wao majukumu wanatakiwa kufa bwana. Ukiona sehemu fulani upati haki yako, unapaswa kwenda mbele zaidi. Lakini watu wanapaswa kujua, hata hao CAS wenyewe wakija, kwa sababu CAS wao hawafanyi kazi na na klabu, wao wanafanya kazi na mashirikisho. Ndio maana taarifa ikitoka CAS labda itapitia FIFA, ikitoka FIFA itapitia CAF wao inapitia TFF. Kwa hata majibu yakitoka CAS kuja Yanga kama rufaa yao wameshinda au wamepoteza rufaa yao, ni TFF ndio atakaotoa, sio kwenda direct kwa Yanga. Sasa unaweza kaiona imetoka huko lungu la CAS, Yanga na wameshinda rufaa yao, TFF ndio atoa hiyo taarifa. Si imeshaamuliwa? Wacha tuone Justa. Na kweli wacha tuone. Juma, Naam. Young Africans kufika CAS kwenye kesi hii, wewe unaiona dabi ikiwepo? Dabi mimi naamini ipo, kwa sababu nitakuja kwenye point ya mkenge, si ndio? Ken Gold wameshuka kwenye mechi ambayo iliyopita dhidi ya Coastal Union.
baada ya msimu wanaweza wakahoji kama tutasema tutengeneze offer kwamba tuishie hapa hapa. Wao wanaweza wakataa kwamba sisi hatuna uhalali wa kushuka kwa sababu kuna timu zingine ambazo zimecheza mechi pungufu. Kwa hiyo kuna timu zingine ambazo pia nao Azam inawezekana wakakataa kwamba sisi hatujambariki Yanga labda kuwa bingwa, kwa sababu ukiangalia kimakaratasi kama Yanga atashinda mechi 3 ambazo zimebaki kama hao jinsi ambao wanavyozitambua, na Simba naye akashinda mechi zake ambazo zimesalia, ina maana Yanga atakuwa anaongoza ligi kwa tofauti ya pointi moja pekee. Simba ana uhitaji wa hiyo mechi, sio kwamba amesema naye haitaki hiyo mechi, umeelewa? Kwa hiyo sasa kinachotokea pale ni kwamba Simba mechi wanaitaka kwa sababu akiamini kwamba Yanga akishinda mechi zote atatuongoza kwa tofauti ya pointi moja, na sisi tukishinda pia mechi zetu zote, sisi na Yanga tutakuwa tumepishana alama moja pekee. Ili sisi tuwe mabingwa lazima tucheze mechi dhidi ya nani? Dhidi ya Yanga, na tumfunge nani? Tumfunge Yanga. Kwa hiyo Simba ana uhitaji wa mechi, Yanga hana huo uhitaji wa mechi, kwa sababu Yanga anachokiamini kwamba njia yake sahihi ni yeye kuweza kushinda hizo mechi 3 ambazo zimesalia mpaka sasa. Na ni kitu ambacho anakifanya vizuri. Hamdi tulimsikiliza baada ya mechi ya Fountain, alisema kwamba anajua fika Simba wanazifuatilia mechi za Yanga kila siku na wanaombea pengine kuwaona Yanga wakifanyaje, wakipoteza mchezo. Kitu ambacho nachokiamini pia kingine ni kwamba ndo maana Yanga wameandika barua. Sidhani kama wameandika barua kwamba sisi hatutocheza hiyo mechi, hapana. Wanachokihitaji zaidi kuona fair ambayo ikifanyika, kwa sababu kuna madai ambayo waliyopeleka. Sasa kasi nao wakishakaa wakifanya uchunguzi wao, wakishakuja na majibu, hapo ndo tutajua sasa nani alikuwa mkweli, nani ambaye hakuwa mkweli. Lakini ukiangalia sakata ambavyo kila jinsi ambavyo lilivyo, Simba walikuwa na haki ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, si ndio? Yanga nao kupeleka timu pia nao ilikuwa ni haki yao, kwa sababu ukija kisheria ni kwamba hakuna excuse ya kuwailisha mchezo kama hakuna sababu zozote ambazo zitakazopelekea labda kuhatarisha usalama wa watu pamoja na vitu vingine. Lakini kasi nao wakikaa nao wataangalia kwa nini mechi haikuwepo na kwa nini mechi ilipelekea mpaka ikafanyaje, ikakanseliwa. Kwa hapo ndo atakapoanzia kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kuimaliza hii kesi. Lakini tukumbuke pia Karia lazima akae na watu wawili azungumze nao, kwa sababu itaenda kumtengenezea dosari kwenye kipindi cha uongozi wake. Na maana hii pia ni issue ya pili imetokea, Simba na Yanga kuweza kufanyaje, kuweza kugomea mechi. Nadhani msimu ujao anaenda kugombea tena kwa muhula mwingine wa 3. Kwa hiyo na kwa kuongezea hapo wakataenda kugombea katika mkutano mkuu wa kawaida wa Federation uliofanyika Arusha. Tulikuwa ndugu yangu Manendimbo, waliokuwa tuseme ni viongozi, kwa sababu mpaka leo ni viongozi. Upande wa Simba ni Multaza Azeka uliachana nazo. Hatuwezi kuachana nazo kwa sababu gani? Wamemwindozi. Wao wakasema bwana, kwa kilichofanyika huyu Karia anapaswa kuendelea. Na Mangungu alisema kwamba hata tukimsimika milele pia haina shida. Mimi ngoja nikazie kitu Justin. Kuna vitu viwili mimi ninavyoviona kwenye hili sakata. Simba, Yanga, bodi ya ligi yote na makosa, lakini makosa yametofautiana, na mwenye makosa makubwa kabisa Simba, kwa sababu vitu vyote vilivyofanyika siku zile, sio tunasema makomando na nini, haifanyi timu ikashindwa kucheza mechi, kwa sababu vitu vinavyoweza kuvunja mechi, maafa. Hatuombei labda Isijala imetoka hapa imechinja watu, hatuombei tunatoka hapa tunaenda kwenye labda bandarini, tunaenda Zanzibar. Kama sasa hivi kuna mashindano muungano yanaenda kuanza, imekuwa tofauti, boti chini juu chini, ama anaenda kufariki rais, just automatically mechi hizo kuchezwa. Kwa sababu nakumbuka Tanzania kuna mechi moja tayari kwa timu ya taifa, tunaenda kucheza mechi ya timu ya taifa, timu ishaondoka hapa, iko transit Kenya, Magufuli amefariki, immediately timu ikarudi nchini, hakuwa na mechi. Na nakumbuka kuna mechi nyingine, nadhani ilikuwa ni mechi ya mwisho ya kufuzu hii mataifa Afrika ya Morocco. Siku 3 kabla ya hiyo mechi dhidi ya Guinea,
ndiyo yakatokea aliyotokea pale Kariakoo. Na kama unakumbuka, hamasa haikuwa kubwa kwa sababu hatuwezi kupita mtaani